Na mtazamaji, ni kwa taarifa hiyo ambapo kuna kielelezo cha swali letu la mtandaoni, na leo tulikuwa tumekuuliza, je, ni nini hujaelewa kuhusu mfumo wa uhamisho wa wanafunzi waliofanya mtihani wa KJSEA kuelekea shule za Junior? Ni nini mtazamaji kuhusu mfumo wa uhamisho wa wanafunzi waliofanya mtihani wa KJSEA kuelekea shule za Junior? Nini ambacho hujaelewa? Basi tuendelee kuzungumza kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tutakuwa tunaangazia mawili matatu hapo baadaye kidogo. Naona zinamiminika 2-3, lakini nitakuwa naziangazia. Kwa sasa tunasonga mbele mtazamaji, na ni kwamba wito umetolewa kwa washikadau ikiwemo serikali na vitengo husika kuangazia masaibu yanayowakumba watoto waliozaliwa na ulemavu, ukiwemo kuhakikisha kuwa wazazi au walezi wao wananufaika na mgao wa serikali na huduma nyinginezo. Wakizungumza mjini Malaba wakati wa warsha ya uhamasisho wa malezi bora kwa watoto wanaozaliwa na ugonjwa wa kupooza akili, baadhi ya wazazi wametaja changamoto ambazo zinawakabili na kusababisha wengi wa watoto hao kutofanikiwa maishani. Wazazi wa watoto waliozaliwa na ulemavu katika kaunti ya Busia wanalalamikia kutengwa na kupuuzwa na vitengo husika pamoja na serikali. Wanasema kwa wananyima fursa ya kunufaika na mgao wa serikali, hasa kifedha, hali ambayo inawapelekea kusalia katika maisha ya ufukara. Niko na mtoto mlemavu, hawezi tembea, sina uwezo wa kupata hata pesa ya kulipa hiyo mtoto school fees. Na mtoto anahitaji masomo, nikipeleka shule anahitaji masomo, lakini sina uwezo wa kupata pesa. Mara kwa mara tunadanganywa, muende mahali fulani mtapata msaada, tunabebana kufika huko hakuna kitu. Watoto ni wazito, hatuwezi beba, hatuna magari. Tangu 2011 azaliwe. Alisaliwa akiwa na hydrocephalus. Vile jinsi mmemwona nikibeba. Hakuna wheelchair. Tunaomba serikali inisaidie kwa usaidizi wa wheelchair. Vilevile wanalalamikia ukosefu wa miundo msingi, ikiwemo shule za watoto wanaoishi na ulemavu au watoto wenye mahitaji maalum. Huyu mtu ako na akili mzuri sana. Ako very sharp in class. Kwa English mtowi. Shule ya walemavu hakuna viti, wheelchairs. Hakuna scratches. Hata hii fimbo hii ya kutembelea hii hakuna. Ndio nikaona wacha nipeleke huko. Sisi huko hatuna shule kabisa. Sisi naye tunaomba shule pia watoto wetu wapate kusoma. Hata hivyo, serikali ya kaunti ya Busia kupitia kwa naibu gavana Arthur Odera pamoja na mashirika mengine amewahimiza wazazi hao kuwasajili watoto wao kwenye orodha rasmi ya watu wanaoishi na ulemavu nchini ili kuwezesha kunufaika na fedha za serikali. Mwanzo kabisa hiyo disability tunafanya assessment na kuwapa disability certificate. Kwa hivyo wale ambao hawajaleta watoto wao kupewa disability certificate ambayo iko na manufaa yake, walete watoto au wapendwa wazazi ambao wanaishi na walemavu waweze kupata njia ya kupata fedha, hata kama ni soft loan. Wale ambao wanasimamia vifaa kama zile wheelchairs, assistive devices, nataka watu wa APDK wakuje tusaidiane pamoja kama wazazi na hizi shirika zote ambazo zinahusika, ili wazazi waweze kusikia kwamba hawako peke yao. Robert Malala, NTV Mashinani, kaunti ya Busia.